Hii ni ziara ya Mheshimiwa Helena Chacha, diwani wa kata ya Ring'wani, akiambatana na madiwani wenzake, Mheshimiwa Kezia Magoko na Mheshimiwa Subira Joseph, madiwani tarafa ya Ikorongo, wilaya Serengeti. Ziara hii ya kutembelea zahanati iliyojengwa kwa nguvu za wananchi wa kijiji cha Ring'wani, lengo likiwa ni kukagua miradi ya maendeleo na kubaini changamoto zilizopo. Baada ya ukaguzi wa jengo lililojengwa kwa nguvu za wananchi na wafadhili mbalimbali, Mheshimiwa Helena Chacha wa kata ya Ring'wani aliongea na baadhi ya wajumbe wa serikali ya kijiji. Tumekuja hapa timu ya madiwani. Mimi diwani wa kata, nimeongozana na madiwani wa viti maalum wa tarafa hii ya Ikorongo. Lakini lengo na madhumuni ni kutaka kupata data za maendeleo ya jengo hili la zahanati ya Ring'wani. Kwanza tuwapongeze kwa hatua mliofikia, wananchi kujitolea kwa nguvu zenu kuanzia hapa mpaka hatua mliofikia. Hongereni sana. Asante. Na moyo wa kujitoa. Lakini tumeliona hili jengo, sasa tunataka tupate data. Hili jengo lina vyumba vingapi? Vyumba 18. Vyumba 18. Vyumba 18. Ndio, na nyinyi ni wajumbe wa kamati wa serikali ya kijiji? Wote wa serikali. Jengo hili tulitaka kujua pia kwa ramani iliyopo kuna vyumba vilivyotengwa kwa ajili ya mama na mtoto. Vipo upande huu hapa. Nimesema vyumba 18. Vyumba 18. Hiyo kwa mfadhili aliyokuja, labda tusaidiane tujue tunaandikaje. Yule mzungu alipoleta ile milioni 200 baadaye walivyogundua ni Chadema ikarudi. Yeye alishauri kwa uelewa wake kwamba mama na mtoto ijengwe pembeni. Lakini sasa hoja hiyo ilikuwa imekuja kwenye msaada wa pesa hiyo. Sasa sema itakiwa kuchanganya, lakini sisi kama serikali tumetenga. Kwani huyo mzungu alipokuja aliletwa na nani? Aliletwa na Dr. Makenge. Kwani sasa hivi tukimtafuta hatumpati akarudi? Anarudi. Sasa mchakato hapa sasa mpaka tufanye maelewano sasa na Dr. Makenge, mawasiliano tuwasiliane na Dr. Makenge. Taarifa nilionayo ya ovyo ovyo kwamba walikuwa wanasubiri uongozi ukirudi wa CCM. Hiyo hela bado ipo. Ndio. Itakuja. Kwa hiyo tuifuatilie. Maana uongozi umerudi wa CCM. Alafu hapo cha msingi ninachokiona, huyo mzungu bado atakuwepo na nia aliyokuwa nayo ya kusaidia hili jengo bado anayo. Ndio. Kwa hiyo tumuombe yule aliyemleta, mfadhili wetu yule aliyemtafutia mfadhili, aendelee kuwasiliana naye kwa ajili ya kuja kuleta hiyo nguvu ili iweze kukamilisha hili jengo. Lakini pia hilo ulisema kwamba alivyokuja yule mzungu alisema kwamba nyumba ya mama na mtoto lazima inakuwa pembeni. Ndivyo ilivyo. Nyumba ya mama na mtoto hoi inakuwa pembeni mbali na jengo la dispensary lenyewe. Hoi inakuwa pembeni. Labda humu mnaweza mkatenga labda vyumba vya kupumzikia mama baada ya kujifungua kabla hajapata nguvu za kurudi kwake. Basi kuna vyumba maalum atakaa apumzike ili aweze kukusanya nguvu za kuondokea. Lakini sehemu ya kujifungulia ni tofauti na jengo lenyewe. Hapa tumeweka kwa muda tu. Hapa kwa awali tunaiona halisi. Kwa awali jengo hili likikamilika, na kwa sababu lilikuwa limeshapangiwa hizo sehemu, tutaendelea kulitumia. Lakini mkakati wetu lazima tujipange, tujenge jengo la mama na mtoto. Tugambo bukweli. Tuseme ule kweli. Lakini changamoto nyingine iliyoko hapa tumeona ni maji. Maji. Mnategemea kupata maji kutoka wapi wakati hizo zahanati inaanza kufanya kazi? Maji tunaweza kupata kwenye mtiririko wa sera. Maji ya mtiririko. Maana imekwamia yako pale, lakini bomba tulilileta liko pale kwenye kichuguu kile pale. Bila pressure yake sasa inakuwa finyo. Kwa hiyo ni mkakati tu wa kuchimba na kuleta na kuunganisha maji. Na hapo tena walisemaje, tutafute nguvu tujenge tenki kubwa ambalo maji yakitoka kule yaingie humo hapo
Ndicho nilikuwa nataka kukisema kwamba hayo maji mnayotegemea kutoka Sere yatakizi mahitaji ya hapa kwenye kituo. Yanakizi kwa sababu tushajenga ile tenki pale katikati. Tuna uwezo kwa sababu sijafikia hapo. Walisema yeye ana uwezo wa kutunza kata mbili. Wingi. Kwa hiyo ni mengi. Mengi Sere mengi sana. Mradi wayaboreshe tu. Kwa hiyo maji yanaweza pia yakatumika hata kwenda kijiji. Sema kata mbili, yana pressure kali. Labda na lingine waulize wajumbe wa serikali ya kijiji. Hili eneo mlotenga kwa ajili ya dispensary lina ukubwa gani? Heka 15 tulizokuwa tumeandaa. 15. Ni kwa sababu tu sasa hatujaweka yani vile viashiria liko hivi. Tunatakiwa muweke beacon ili wananchi wasiliingie. Sio wananchi, yani ni walimu hawa ndio tumeachia tu walimu, lakini tukija kuanza kazi tunaanza tunaweka beacon mpaka itakapo. Lakini naomba niwaulize swali pia. Kwa kabla ya hii kabla ya wazo la kujenga hii zahanati. Mlikuwa mnaona changamoto gani katika jamii na hasa kwa upande wa mama na mtoto? Labda kwa mfano vifo au akina mama kujifungua. Changamoto ni kubwa sana. Mama na mtoto walikuwa mama kitaka kujifungua alikuwa anaenda Kemgesi, hospitali ya jirani Kemgesi ama Masinki. Wakati mwingine mama anajifungulia njiani. Aiza mtoto anakufa au anafariki kwa sababu hajapata huduma nzuri, sababu ya mbali. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sababu hata usafiri ulikuwa haupo. Mama anahangaika, anabebwa aiza kwenye pikipiki ama kwenye baisikeli, yani ilikuwa ni shida kabisa. Au kwenye vitanda yani kwa kweli ni changamoto. Mpaka sasa hivi hatujapata huduma yoyote. Bado tunaendelea bado tunahangaika. Tunaweza kuwa na data yoyote ya vifo kama serikali labda inatoa taarifa. Hamjapata taarifa ya mama. Hatujapata, lakini tu kwa mwaka jana mpaka mwaka huu hamjapata, lakini nadhani viko. Lakini sasa tuna umbali ndio mpaka tukae hivi, uongezaji wa maji sasa unakuwa mbali, watu wanatia njiani. Hasa kinachosumbua ni uongezaji wa maji. Unakuta mtu anataka apewe drip ya maji, akifika Kemgesi amjalipia, hapa mnatakiwa mwende Masinki au Kenyana, yani wanatuhangaisha. Ukifika Kemgesi wewe uruhusiwe hapa, nenda Masinki. Ukifika Masinki kwenda Kenyana ndio kweli. Yani wametupa shida kweli. Lakini nafikiri hiyo changamoto inawajengea hoja. Tafakari kwenda mbele kama tunajua hamasa ya kazane. Hiyo ni inawapa changamko ili muweze kufanya kazi kwa haraka, muweze kutoka katika hiyo hali. Basi sisi tuwashukuru kwa sababu tumewatoa kwenye serikali ya kijiji. Muende mkaendelee. Sisi tutaendelea kuja tena na tena, tutaendelea kuangalia namna ya kupata hata wadau tuweze kuona hili jengo linakamilika. Baada ya mazungumzo hayo, ziara hii ilihamia katika ofisi ya serikali ya kijiji ambapo waheshimiwa madiwani walikuwa na mazungumzo mafupi na wajumbe wa serikali ya kijiji. Katika mazungumzo hayo, waheshimiwa madiwani walibaini changamoto za kutokuwepo kwa ushirikiano katika utendaji baina ya viongozi wa serikali ya kijiji hicho. Kama 500,000, ukipiga mahesabu kama 500,000 bado anadaiwa. Hataki kuelezea wananchi kwamba imekuaje, amekwamaje, alikimbia. Wewe acha nimpe taarifa, acha kulemba. Siku ya kikao humu nikasema hivi. Mwenyekiti hata niseme bwana. Unajua tu humu inaponishika kwa sababu vitu ambavyo vimetoka humu, siku nimesimama hapa. Nikawaambia hivi, jamani, nimepata mtu wa kusonga mchanga kwenda Kemori. Lakini nikasema tutatoa mafuta humu. Mkasema hivi, mwenyekiti siku hiyo uliagiza, ukasema hata nimalize umezungumza. Subiri, ukasema hivi. Sikiliza, hata nikwambie. Sikiliza niseme. Ukasema hivi, jamani, nimepata mtu wa kusupport mchanga. Siku ambayo nimeleta kwenye kamati ya mpango uchumi na fedha matumizi hayo, ukasema Wambura, matumizi hayo mnayafahamu wewe. Sisi hatunayo. Pesa hii uliyopeleka huko ni ya kwako. Nikapambana na msalaba huu. Tuone kwamba serikali huu tumeuanza leo. Tulikula kiapo kwamba sisi tumechaguliwa, tutasimamia maendeleo na kila kitu kinapowezekana tutakifanya. Ni kwa nini tufike leo tuanze kuuliza maswali? Jamani tukae kimya. Mimi niwaambie viongozi hapa
ni sisi tunajichora. Taarifa. Kinachosababisha taarifa. Nasema hivi, Wambura kajieleza. Mimi bado msianze kuchanganua bado. Tufike kwanza tueleze wote vitongoji. Tunaongea na Wambura. Ngoja alafu nikujibu. Sasa unaongea sikujibu. Wamekuwa ni sisi viongozi tumekuwa kero. La pili, unasema mwenye kitongoji ni kero. Sana. Hakuna serikali mbovu kama inatongoza sisi. Mbovu yote. Hivi hauwezi sisi wananchi tunakusanya michango kule mkwenda msingi mbovu kama nini mchango tope. Mimi nasumbuka na kanya tope kwenye nani unasema mimi ni kwa mchango wasimamizi. Wewe mfano na fedha umeenda kule msingi mchango tope na unaniambia nikusanya hela. Mimi nilikuwa na jenga. Mimi nilikuwa na jenga. Sana kodolea maji mimi nilikuwa nasimamia. Wewe tumia simesema watu tunataka kila mtu awe mbovu. Wewe tumesema mbovu naongea sasa. Mbovu umekuisha maendeleo. Juzi mmechukua usiongee kwa makusi na wala tulia wewe. Subiri naandike Baada ya malumbano hayo baina ya viongozi wa serikali ya kijiji kuibuka, waheshimiwa madiwani katika ziara hiyo walikuwa na haya ya kusema. Haya hatujategemea, na kinachoendelea sasa hata dhamira yetu hapa tunaona haitawezekana, si ndio? Kwa hiyo ninaomba mwenyekiti na kuomba niwaruhusu waheshimiwa hawa waseme kidogo jambo la kuaga, mimi nitamalizia, sisi tuondoke. Watu tunaendelea kurumbana. Ndugu wajumbe, kwa kweli inasikitisha kwa kile ambacho tumekibaini hapa. Kwanza changamoto niliyoibaini hapa kwamba viongozi hamko pamoja, yani hamvuti kwa pamoja. Hicho kitu ili mvute kwa pamoja na ili maendeleo yawepo ni lazima mvute kwa pamoja. Kwa sababu hiyo sisi ambayo yalikuwa yametuleta na matarajio yetu hayakuwa hivi. Tunaomba labda mjipange, siku nyingine tutakuja kuwatembelea. Asanteni sana. Lingwani oye. Oye. Ndugu zangu mlioko ndani ya chumba hiki, nyinyi ni viongozi mlioaminiwa na wananchi kuwakilisha katika chombo hiki cha serikali ya kijiji. Kwa mwananchi wa kawaida ambaye si mjumbe humu, akipita akasikia haya maneno, hakuna siku atakayokubali kuchanga mchango. Ataamini kwamba kila unachokichanga kumbe kuna watu wanakula pesa zao wanazozichanga kwa ajili ya maendeleo. Ndugu zangu viongozi, kama alivyotangulia kusema mwenzangu, viongozi ili mfanikishe maendeleo ya kijiji chetu hiki cha Lingwani, lazima mvute pamoja. Mimi nimesikitika kidogo, baadhi ya wajumbe wanaamka wanamvaa mtendaji, wanaamka wanamvaa mtendaji. Mtendaji ndiye msimamizi mkuu wa maendeleo ndani ya sehemu husika. Wakati anasimamia kata nzima, wa kijiji anasimamia kijiji anachokiongoza. Na mlivyoazimia kuhusu michango ndani ya serikali ya kijiji, yeye kama katibu wa kikao hicho lazima asimamie utekelezaji wa jambo mlioazimia wajumbe wa serikali kwa niaba ya wananchi waliochagua nyie kuwa wakilishi wao katika chombo hiki. Na ndio maana akataka kufuatilia michango iliyochangwa iliyoazimiwa na serikali ya kijiji iko wapi, akawa anafuatilia ili iende kutekeleza miradi mliokuwa mnaichangia. Sasa mtendaji mkimlaumu kwa hili kufuatilia, mnamuonea, na asipofuatilia mtamhukumu kwamba ni mzembe. Ni sehemu yake ya msingi kabisa anayoifanya. Huyu kijana sijui ni wa mkoa gani, lakini Mtanzania ana haki ya kufanya kazi popote pale ili mradi avunje sheria. Si ndio? Ni mtendaji wa kijiji hiki aliyeajiriwa na serikali mnayoiongoza nyie. Kwa hiyo mimi ninachokiomba, mumpe ushirikiano. Kwanza mumpende. Anapokosea basi mnamwasa kwa mapendo. Lakini mkimwanika, mnamfedhehesha, mnamfanya kana kwamba amepotea njia, mnakosea. Ndugu zangu, mimi ni wasihi tu, vuteni pamoja ili maendeleo ya Lingwani yaletwe na wananchi ambao ndio sisi tulioko humu. Ni kweli tulikuja kwa malengo maalum, tutegemea mtatuambia miradi yetu tumefanya kama tulivyoenda, tukawapongeza zahanati. Tumefika hapa tunahitaji hiki,
ili walau tuweze kusogeza ule mradi. Hata sisi kama wawakilishi wenu ngazi ya wilaya tuweze kutamka kidogo cha kuwaunga mkono. Lakini imekuwa vice versa. Tumekuta sasa mwisho tutapigwa humu ngumi. Ni ugomvi kukumiana, yani kashfa za hapa na pale, kwa kweli haifurahishi. Ndugu zangu, mimi niwaambie hili halifurahishi. Jipangeni vizuri, mvute pamoja ili mjiletee maendeleo, na maendeleo yanaletwa na mtu mwenyewe, yani mwananchi mwenyewe ukazani ujiletee maendeleo. Hata toka mtu Marekani aseme naenda kutoa Ling'wani niwapelekee maendeleo. CCM oyee. Nasema kwa sababu najua jumbe wote ni wa CCM. Mimi lakini la mwisho niwapongeze, wazi na ukweli ni mzuri. Mnapoona mtu anaenda tofauti na maazimio yenu mlioazimia nyie kama wajumbe wa serikali, mkimwambia ndani ya kikao, yani mtu asiyekubali kukosoleka ana mapungufu. Kwa sababu hata maandiko yanasema hakuna mtu atendaye haki la hata mmoja. Wote wamepotoka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mtu unaweza ukajikwaa kwa bahati mbaya, lakini wenzako akikurudi kwamba hili umekosea, njoo hapa, njia kuu ni hii, acha mchepuko. Rudi na wao wasikilize wenzako wanachokukosoa. Si ndio Kuambizana ukweli ni jambo jema. Lakini mimi nikushukuru mjumbe uliyekaa pembeni kwamba hukumuni mtu mkiwa na vielelezo. Kwa mfano hapo mngekuja na vielelezo kwamba Matayo alichanga 300,000. Mwenyekiti wa kitongoji alienda akachukua mchango. Je, kwenye kitabu chake huu mchango wa 300,000 wa Matayo unaonekana? Hauonekani. Lakini nyinyi mna listi ile aliyochangia Matayo aliyochangia. Hapo ni rahisi kumkamata kwamba mwenyekiti, hapo umetupiga garagaje. Mchango hapo ulichukua lakini fedha haionekani, si ndio? Lakini kumhukumu bila kuwa na vielelezo, na baadaye vikaja kuonekana kwenye daftari, hiyo hela iliingia kwenye daftari na ipo, mnaonekanaje? Kwa mfano, si mnaonekana kama vile mlikuwa mnajenga hoja ya uongo ambayo ni ya mafarakano, ambayo haileti umoja ndani ya serikali yenu. Ndugu zangu, hiki chombo sio cha kubeza. Serikali ya kijiji ndio wahimili wakubwa wa maendeleo. Wananchi wale wamewapa chombo hiki mkishikilie, si kwamba mlioko humu mnazidi akili na uelewa wote waliobaki nje. Wapo wenye uelewa mkubwa na ufafanuzi mkubwa wamebaki nje, lakini wakaamini nyie wakawakabidhi hiki chombo. Niwaombe mfanye kazi kwa kuvuta pamoja, mshirikiane, yani mjadili mambo ya maendeleo kwa umoja na upendo, ili kijiji cha Ling'wani kipate maendeleo, maana maendeleo ni yetu sisi. CCM oyee. Nawashukuru sana. Siku nyingine mkijipanga tutakuja, maana sisi ni wadau wa Serengeti. Sisi ni wadau wa Ling'wani pia. Tutakuja maana hapa ni kwetu, hii kata ni yetu sisi, kata ya Ling'wani. Nawapenda sana, nawashukuru sana. Asante mwenyekiti, asante wajumbe. Nimesimama hapa kwa ajili ya kuaga, lakini kwa masikitiko makubwa. Ling'wani niliyokuwa naijua, Ling'wani niliyoisikia, Ling'wani ambayo kwa mshikamano imeweza kufanya mambo makubwa, imejenga zahanati ya kiwango kabisa ambayo inastahili kuwa hata kituo cha afya. Sikujua kwamba imejenga kwa mtindo huu. Na ninataka kupata mashaka kwamba inawezekana wale waliosimama imara wakajenga ile zahanati, sio nyinyi. Sio nyinyi. Mungekuwa nyinyi, msingekuwa na malumbano makubwa kiasi hiki, tena mbele ya wageni. Mimi leo nimeamua kuja hapa kama diwani wenu, nikae na nyinyi, nipate changamoto, lakini nikasema niwapate na wenzangu tusindikizane, kwa sababu wote ni wadau. Lakini mnachokionyesha mbele ya hawa na mbele yangu sipati picha. Mmesema maneno mengi sana. Kila mtu anasimama anaonyesha ufahari wa kuongea. Lakini ukifuata kisheria, kuna mambo mnayasema ambayo hamjui mtendalo. Serikali ya kijiji ndio muhimili, ndio bunge la kijiji. Ina maana bunge hili la kijiji likishatunga sheria likapendekeza rasimu, likapeleka kwenye hadhara, tayari imekuwa sheria. Yaani ni makubaliano sasa, na mnaanza kusanya michango, mfanye shughuli za maendeleo. Lakini bunge hili ndilo lina mamlaka ya kuhoji, ya kusimamia fedha za serikali.
Kwa hiyo mna haki ya kumuuliza mtu, pesa hii tuna mashaka nayo iko wapi? Au mna haki ya kumuuliza mtu, mchango huu tulikubaliana kwako wewe kiasi fulani kiko wapi, na kama umekwama wapi? Sasa inapofika mahala wasimamizi wakuu ambaye ni mwenyekiti wa kijiji, ni mtendaji wa kijiji, mnawasonta vidole kama watoto wenu. Nani ataongoza kikao? Nani ataongoza? Mnamsonta mwenyekiti, mnamsonta mtendaji, mpaka mnamuuliza nani amempa mamlaka ambayo yeye ni yake kama mtendaji. Mtendaji ndio mwenye mamlaka ya kusimamia mapato yote, pesa yote, na ndiye tu mwenye uwezo wa kusoma mapato na matumizi kupitia serikali yenu ya kijiji na kamati mbalimbali, ikiwemo kamati ya uongozi na mipango, kamati ya fedha. Lakini nilipokuwa nasikiliza hapa, kuna watu wamekataa hata kupeleka vitabu akaguliwe. Hivi kama kitabu chako hakina mashaka, kuna hoja gani ya kukizungusha? Leo sipo, leo nitakuja. Maana kiongozi msafi unasema nimeitwa, ninaitika, nabeba vitabu, napeleka, wanakagua, wanajiridhisha. Sasa mnapokatalia vitabu ndio mnazua haya maneno, mnaanza kurumbana, kamati ya fedha, wenyeviti wa vitongoji, ofisi ya mtendaji, mwenyekiti wa kijiji. Na ninachokiona, sijui kama haya marumbano yataisha salama. Inawezekana mpaka ngazi nyingine isimame hapa kuwasimamia, kwa sababu hamheshimiani. Sasa mtayamalizaje? Tuseme na ukweli, hiki kikao leo kitazua jambo. Mwenyekiti wa kitongoji ni mdogo kwa mwenyekiti wa kijiji, lakini mtu anasimama hapa anakuwa mbogo bila hata kale kaheshima kwamba niliapa. Itifaki hamna. Anasimama anafoka. Sasa nani atawaamua? Mjumbe wa serikali akisimama naye anafoka. Mimi nilitegemea basi kama hiki kikao chenu kilikuwa leo cha maridhiano, kila mtu angesimama, akasikiliza, akahojiwa, akajieleza. Kama kuna makosa yamefanyika, hakuna binadamu asiye na makosa. Akasema jamani, hapa labda nilipotoka hili, naomba sasa turudi kwenye utaratibu tulitekeleze. Lakini mko juu, mnatishiana, tutajiuzuru, tutafanyaje? Kujiuzuru ni jambo la kawaida. Hata mawaziri wanajiuzuru, si ndio? Yaani mtu unapoona kazi hii sasa imekuwa kero, ni hatu unajiuzuru. Na msitegemee mkijiuzuru tutakosa watu. Hoji, kaeni pamoja, msuluhishane. Limeshindikana, nendeni kwa wananchi. Wana kitongoji wapo. Kwa mfano mwenyekiti wangu Wambura, kama watu wananong'ona Wambura, ulikuwa unatakiwa kumwambia mtendaji, naomba uje nikuitie kikao cha wana kitongoji, waweke tuhuma wazi ili nionekane mimi ndio nina makosa au sina makosa. Lakini mkiendelea kurumbana nyinyi huku juu fahari, huku chini nyika zinaumia, mnatupotezea muda. Mnatucheleweshea maendeleo. Na mimi wakati naomba nafasi hii niliwaahidi ushirikiano na nikawaahidi kuleta maendeleo. Na yaletaje kwa namna hii? Na iletaje Limwani? Ninapata mashaka kwamba ndio maana basi inawezekana ile hospitali na miaka 6. Inawezekana katikati hapa kulikuwa na marumbano ya namna hii. Lakini mungesimama vizuri mkashikana, hata hiyo hatua ingekuwa imeisha. Ni hoja tu tunasema kwamba lazima serikali ichangie. Lakini unafikiri tukiamua wananchi wenyewe lile jengo tunashindwa? Mbona mmelifikisha pale? Mungeweza tena kukaa kwa nia nzuri kwamba hii serikali sasa inatuchelewesha, ngoja tukae, tuanze mkakati wetu, wadau wetu, na chochote tulicho nacho, tukaendelea na jengo letu. Lakini kwa marumbano hayo, sidhani kama mtaendelea. Mtakosa mengi. Leo nimekuja mimi Helena, mnanifahamu na Kezia na Subiri. Lakini kesho atakuja kiongozi mwingine. Naye ataisoma hii sura. Ataondoka. Yule pale ni mtendaji, lakini mkumbuke sio mtendaji, ni mwalimu. Aliyekuwa mtendaji amehama. Hivi mnapoonesha picha kama ile na wale ndio wataalamu walioko kijijini, unafikiri wanasemaje nje? Ni rahisi hata kusambaza huu ujumbe kwamba ile serikali sio lolote.
mtapoteza muda. Hata mtu alikuwa na nia ya kuja kutusaidia anaishia nje. Mnaanza kushikana mchawi, kumbe wachawi sisi wenyewe. Kwa hiyo nawaomba mbadili tabia. Kwenye hili swala la juzi mpaka mnapelekana serikalini, tulikaa sisi ODC ya muda ambao wajumbe ni wenye viti. Mkurugenzi amekuja, mkuu wa mkoa amekuja kukagua sekondari. Sekondari ile tulitakiwa tukamilishe madarasa 2, 3 na ofisi hii watoto wapya waingie, watoto wenu kutoka Ringwani, Kenyana na Nyamtita. Bahati nzuri Somoche walikuwa na mtaji wa madarasa 3 ambayo yalikuwa hayajakamilika. Kwa hiyo ile budget tuliokaa ni kwa ajili ya kuyakamilisha yale madarasa ili mwezi wa 11, ilitakiwa mwezi wa 11 watoto waanze tuition. Kwa hiyo tukakaa, tukagawana viwango. Vijiji viwili vikakamilisha. Vilipokamilisha ule mchango uliotangulia, ukaendelea na majukumu mengine. Tukijua Ringwani inaleta mchango wao, watakuja kufanyaje? Kumalizia. Imefika mahala Ringwani mchango umekwama. Niwaambie Ringwani mmenipa hasara. Kwa sababu alipokuja mkuu wa mkoa ambaye alikuja rasmi badala yake, akaeleza historia ya pale kwamba majengo yale 2 yalikuwepo yameshapauliwa. Kazi ilibaki ni finishing ya madirisha na lipu. Hatujamaliza mpaka ile sijui tarehe zimebaki sijui siku 7. Hatujamaliza. Alisikitika. Akalinganisha na maeneo mengine walioanza msingi 1 mpaka juu wameshapaua, lakini sisi tumeshindwa. Kwa hiyo tukaonekana wazembe. Msaada tuliokuwa tuletewe mabati na mbao kwa ajili ya kukamilisha nyumba ya mwalimu, wakasema hawa hatuna haja tena ya kuwapa msaada, kwa sababu walikuwa wameshatuletea mifuko 100 ya kuja kuongezea. Na kwa sababu tulikuwa tumeshajikalia sisi wenyewe nguvu zetu, tumepata simenti, tumepata nondo, tumepata hela ya fundi ya kukamilisha yale madawati, madarasa. Ina maana ile michango ambayo ingeletwa tena na serikali, tungesaidiwa msaada kwenye nyumba nyingine ya mwalimu, au tungeamua kuipeleka jengo la utawala ambalo ndio sasa mnasemana hapa kwamba lina msingi siji linatoka. Lakini kwa uvivu wa Ringwani sasa ambao hamtukamishia ule mchango na fundi akasimama, tumeukosa ule msaada. Maana wameona sisi ni wabishi, sisi hatujitumi. Sasa na sisi kwa hilo tukasema hapana, tukambana mwenyekiti wa kitongoji na mtendaji, tunataka mtukamilishie mchango wenu, yale madarasa yakamilike. Maana walibaki Ringwani tu, Kenyana walimaliza, Nyamtita walimaliza. Ringwani mpaka leo hivi tunavyoongea, mafundi waliokuwa pale sekondari wako polisi na wameamua kwenda mahakamani. Na sisi wakija kwetu tunasema mkamate mwenyekiti wa kijiji na mtendaji, kwa sababu ndio wanaodaiwa. Sasa ukiagiza mwenyekiti akamata na mtendaji, yeye anashuka kwa nani? Si anashuka kwa mwenyekiti wa kitongoji, kwa sababu ndio walikubaliana akusanye ule mchango. Kwa hiyo yale sio maagizo ya mtendaji wala mwenyekiti wa kijiji, ni maagizo ya ODC. Leo mnarumbana, mnarushiana maneno. Sisi tunataka tuambie ukweli ni ule ule. Swala la kisheria lazima litekelezwe. Kama mchango rais mwenyewe anasema watu wachangie maendeleo, sisi tunakataa. Sisi tuache kujenga kwa ajili ya kijiji kimoja Ringwani. Sekondari hiyo inatusaidia sisi na watoto wetu. Isimame, watoto warudi tena kwenda Magangi, warudi waende siji Dr. Omari, waende siji watu. Kwa nini? Na sisi tupo. Sisi wembe ni ule ule. Nataka ni watu msimamo wa serikali. Swala la michango lazima kila mtu achangie maendeleo. Mwenyekiti wa kitongoji kama yeye ndio hataki kuchangia, sisi tutamwajibisha. Mwananchi kama yeye ndio hataki kuchangia, tutamwajibisha kwa utaratibu, maadamu tu tumeshakubaliana kwenye vikao. Lakini ni support hoja ya mjumbe kwamba ifike mahala hii kamata tuache. Na mimi kwenye ODC mwenyekiti nilikwambia hii habari sasa ya kwenda kusaka. Maana ukitoka kusaka wanakuzushia. Amenisakia 10,000 baadaye 2,000.
au 20,000 baadaye 5,000. Unaona, tuiache, badala yake tuende na orodha, tuwe tunapata orodha wangapi wamechangia, muda umepita, tumewarudia wamekataa, tunapeleka wapi? Mahakamani. Akitoka hapa akienda mahakamani, kwanza nauli atakayotumia kwenda na kurudi imetosha 5,000. Akifika pale kujieleza hatoki bure, lazima atanyofolewa, imezidi 5,000. Akitoka pale akapigwa tarehe kila siku kurudi, itakuwa fundisho. Siku nyingine atatoa mchango kwa hiari. Tuepukane na kero za kuwa kila siku tunalaumiwa, wanakamata mali zetu, alikamata kuku mkubwa. Hapana, yatosha. Kwa hiyo mimi naomba kwa leo niwaage, lakini niwaambie sisi msimamo huko pale pale, tunaitaka hela ya kukamilishia madarasa ya Somoji. Kwa sababu hapo tulipo tumekopa mifuko ya simenti kutoka mfuko mwingine ambao unakwenda kwenye jengo la mwalimu, tukitumaini Ringwani watatuletea nini? Hela wanunue zile simenti wapidie. Leo mnamsuta mwenyekiti na mtendaji, nini tupataje? Sisi tunaondoka, endeleeni kulumbana, lakini tunasema tunahitaji mchango wa pale ukamilike, na tutoke pale tuanze mchango mwingine, kwa sababu hapa sio mwisho wa ujenzi. Zahanati hiyo tunahitaji tukae hapa. Yaani leo tulitegemea tukae hapa tupeane hata mikakati, mtupe hata wadau, na sisi tunapotoka tujue tunakwenda kwa nani, atusaidie tuje kujenga zahanati. Lakini kwa leo haliwezekani. Mimi naomba niishie hapo, lakini naomba niwasihi, shukeni Mungu, muelewani. Wenye viti shukeni, kila mtu itifaki zingatiwe. Huyu ni mwenyekiti wako, huyo ni mtendaji wako. Hata kama amekukera, haipaswi msonte kidole mbele ya halaiki na hiyo. Nungunika, tekeleza kisha rudi mwenyekiti, lakini pale mlinionea, au wajumbe pale mlinionea. Lakini ukipanda, mwenyekiti akapanda, mtajenga nini? Alafu nimeisoma picha huko kama mmegawanyika. Serikali mkishagawanyika, huyu akawa na kundi, hawa akawa na kundi, kila siku mtakutana huko kulumbana, hamtafanya maendeleo. Nawashukuru kwa hilo, nawashukuru sana, nawapongeza kwa ujenzi, na ninawatia moyo. Nina imani nikitoka hapa maneno niliyoyasema yatakuwa chachu kwenu, mtakaa vizuri, mtashauriana na mtaendelea na shughuli za maendeleo. Sisi moja. Asanteni, tunaomba tuondoke. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha Ringwani katika ziara ya waheshimiwa madiwani, Geoffrey Wambura, Ikorongo TV.